Ninakusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri na jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako. Leo ningependa tena kukaribisha katika tafakari fupi ya maombi ya siku ya leo, na kabla tujaendelea zaidi tuweze kuomba kukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru sana kwa wakati huu ambao umetupatia tuweze kujifunza maneno yako matakatifu. Ninakuomba kwa namna ya pekee uweze kutubariki na umbariki na rafiki yangu anayesikiza mahali popote alipo, lakini pia umfikie katika mahitaji yake katika jina la Kristo Mwokozi. Amina. Leo tutajifunza somo zuri sana, na somo hili linahusu kuachilia. Yaani linasema achilia. Yaani ninaposema kuachilia kwa maana ya kwamba kuquit, yani ama kurelease, kuachilia. Ninamaanisha ya kwamba katika dunia hii ambayo tunaishi, wakati fulani nitoe mfano, huwa tunakosewa, tunaumizwa kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, vijana kwenye mahusiano, unaweza kuingia kwenye mahusiano ukaumizwa. Unaweza kuingia kwenye ndoa ukaumizwa. Unaweza kuingia kwenye biashara ukaumizwa. Unaweza ukaingia kwenye kazi, ajira, sehemu ya kazi ukaumizwa. Hii ni mifano, na ukajenga chuki, ukawa na chuki juu ya aliyekuumiza, ukawa na hasira, na in fact chuki, hasira, kutokusamehe, vyote hivi vinaweza vikakuletea athari wewe kisaikolojia na kuharibu mfumo wako wa mwili. Kwa mfano, ukiwa na chuki na mtu ambaye amekuumiza, unaweza ukalipiza kisasi kwa kumpiga. Wengine wanaua, wengine wanafanya chochote kibaya, hawasalimiani. Yaani kwa sababu amekosa roho ya kusamehe, amekosa roho ya kuwa na upendo, anashindwa kuachilia. Na hiyo inampa, kwa sababu kwa mfano ukiua ama ukimfanyia ubaya aliyekutendea ubaya, unaweza kwa mfano ukakamatwa, ukafungwa, lakini hiyo ikakuathiri wewe, ukakosa usingizi, ukashindwa kulala vizuri, ukashindwa kuomba, ukashindwa kushiriki shughuli za kijamii, hata ukajiua mwenyewe. Kwa hiyo katika maisha haya ya dunia hii, tujue kwamba kuumizwa utaumizwa, kufanyiwa ubaya utafanyiwa ubaya, mahali popote utakapokuwa. Lakini unatakiwa uaccept, ukubaliane na uhalisia kwamba kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya changamoto zinazoendelea katika dunia hii, tutapitia maumivu, tutapitia kuchukiwa, tutapitia kuumizwa, kufanyiwa yote. Na haya yanaweza yatatuathiri sisi, hasa kwa wale ambao wanasimamia kweli, wale ambao wanasimamia haki, yani wanasimamia haki, wanasimamia ukweli. Yani utaumizwa tu katika hii dunia. Sasa unapokubaliana na uhalisia, ni hatua mojawapo ya kuachilia. Unaposamehe ni hatua mojawapo ya kuachilia. Unaondokana na uchungu, unaondokana na hasira, kwa sababu hata umekuwa tayari kumsamehe aliyekukosea.
Na yako mafungu mengi katika Biblia ambayo yanatutia moyo. Mimi kama mtumishi wa Mungu nimejifunza sio tukio la siku moja kuachilia. Ni kama wokovu. Nimejifunza kuachilia. Na hii imenisaidia sana kuwa na amani, kuwa na utulivu. Na unanikuta tu naishi hata na yule ambaye unaweza ukasema ananitendea ubaya. Nafanya shughuli zangu, naendelea na maisha yangu ya kawaida, nachangamana na watu. Hii ni hatua mojawapo ya kuonyesha kwamba wewe umeachilia, hauweki vitu moyoni. Sasa Biblia inatufundisha, nitashare mafungu mawili. Isaya 43 mstari wa 18 na 19 inatoa ushauri, usikumbuke na wala usiyatafakari. Huu ni ushauri, na anasema utakapofanya hivyo atatenda neno jipya, litachipuka hata jangwani. Manake Isaya anatushauri. Ni kweli wakati fulani kibinadamu tunakumbuka tuliotendewa mabaya, tuliofanyiwa ambayo sio ya haki. Tumeumizwa kwenye mahusiano, tumeumizwa kwenye kazi, tumeumizwa kwenye ndoa, tumeumizwa kwenye shughuli zetu za kila siku, tumedhulumiwa, tumefanyiwa yasiyo ya haki. Lakini Isaya anashauri ya kwamba usiyakumbuke hayo wala usiyatafakari. Maana kwa kufanya hivyo, in fact, anayeumia zaidi ni wewe, sio yule anayekutendea. Maana shetani kusudi lake ni kukuumiza wewe. Yaani lengo la shetani ni kukuumiza wewe. Na shetani hatumii mtu mwingine, hatumii kiumbe kingine chochote, anamtumia mwanadamu mwenzako. Anaweza kuwa ni rafiki yako, anaweza kuwa ni mchumba wako, anaweza kuwa ni mume wako, anaweza kuwa ni mke wako, anaweza kuwa ni kiongozi wako wa kazi, anaweza kuwa mtu yoyote. Na hiyo shetani ndio furaha yake na watu wake. Sasa unatakiwa wewe uachilie, usamehe, usamehe na ukubaliane na uhalisia, kama ambavyo nimekuambia kwamba haya mambo yapo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo unatakiwa ukubali uhalisia, usamehe, uachilie kabisa, na Mungu akupe roho ya kusamehe, hata kumuomba msamaha aliyekukosea. Hilo linawezekana ikiwa tu utakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Isaya anatushauri, na hili fungu wengi tumelisoma, lakini linatufundisha kuachilia mambo. Usiweke vitu moyoni. Ukiweka vitu moyoni vitakuathiri wewe, vitaathiri hisia zako, zitaathiri hali yako ya afya ya kimwili. Utapata chest pain, utapata vidonda vya tumbo. Yani hali yako itakuwa sio nzuri, mfumo wako wa mwili utaathirika. Mapresha, mapigo ya moyo, utapata mshtuko, hali yako itakuwa sio nzuri ya kimwili. Afya yako ya kiakili pia itakuwa sio nzuri, maana hata unaweza kupoteza kumbukumbu. Afya yako ya kiroho, kuna uwezekano ukashindwa kushiriki matukio ya kiroho, maombi ya pamoja, hata maombi yako binafsi, ukashindwa kusoma neno la Mungu, ukashindwa kuomba. Kuna uwezekano mkubwa pia ukashindwa kushiriki shughuli za kijamii. Iko mifano mingi. Kwa mfano ule mwanamke Msamaria, kwa ujumla alikuwa akitumika kama chombo cha ukahaba. Angalia maisha yake kabla ya kukutana na Yesu, yalikuwa ni ya kujificha. Hali yake haikuwa nzuri, hata kiafya haikuwa nzuri, kijamii haikuwa nzuri. Lakini baada ya kukutana na Yesu, akasahau yaliyopita. Waswahili wanasema yaliyopita si ndio tugange. Akasahau yote yaliyopita, akasonga mbele, akahusiana tena na jamii. Hata muda wa kuchota maji, badala ya kwenda mchana, alikuwa anaenda asubuhi na jioni, na akaenda kuishuhudia jamii yake. Kwa hivyo ukiachilia
Mungu anakufungua, anakuondoshea upofu, anakuondoshea mateso. Unakuwa huru kweli kweli na utaweza kufanya shughuli zako kama kawaida, kama kawaida. Kwa hivyo tunashauriwa, na Paulo pia anatuambia kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 14, anashauri hivi, na uwe makini neno la Mungu linaposhauri: ndugu, sidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma. Hiyo tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, ishike vizuri, nikiyachumilia yaliyo mbele. Sahau, manake hapa anasahau nini? Kumbuka historia ya Paulo haikuwa nzuri. Alikuwa ni muuaji, alikuwa ni mtesaji wa kanisa na mambo mengine, lakini hata alipitia na changamoto ya ndoa. Sasa huyu Paulo anasema kabisa, mimi nimeamua nikiyasahau yaliyo nyuma. Sawa na Isaya anasema, usiyakumbuke wala usiyatafakari mambo ya kwanza. Wachana nayo, wachana na vitu ambavyo vinakukosesha amani, vinakukosesha furaha. Viachilie, wachana navyo, maana havifai. Na Paulo anasema, nikiyachumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Yako mafungu mengi Paulo amezungumza, lakini leo nizungumze sehemu ya kwanza hili. Watakiwa uachilie. Hata ukisoma Waefeso sura ya 4 nadhani na mstari wa 30 na ilikuwa ni Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13. Ukisoma Waefeso sura ya 4, Waefeso sura ya 4 nayo inatutia moyo kwa maneno haya mazuri ya kuachilia. Kuachilia. Aya 31 inasema hivi, uchungu wote, Waefeso sura ya 4 na aya 31. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kwa hivyo Mungu anatoa ushauri mwenyewe, anatukanseli. Yaani Paulo anatoa ushauri, tuachane na hasira, tuachane na uchungu. Yaani tuachilie hivyo vyote, viachilie hivyo vyote. Maana ukiendelea kuvishikilia, kama ambavyo nimekuambia mwanzoni, adui anafurahi kukuona wewe ukihuzunika. Adui anafurahi kukuona wewe ukiwa na uchungu. Adui anakuona wewe anafurahi akiona wewe unaendeleza chuki. Adui anafurahi akiona wewe umeathirika kimwili, afya yako imeathirika. Adui anafurahi akiona wewe umeathirika kisaikolojia. Adui anafurahi akikuona wewe haufanikiwi. Yaani hiyo ndio kazi ya adui, shetani. Sasa kwa sababu analeta haya mambo adui, wewe kazi yako ni kukubaliana na uhalisia. Amekuumiza, amekuletea uchungu, amekupokonya mali, amekupokonya yaliyo haki yako. Wewe unamkabidhi mambo yako yote Mungu. Kama neno la Isaya lilivyosema, ukiacha kuyatafakari na kuyakumbuka, yeye atatenda neno jipya. Mara nyingi nimewashauri marafiki zangu na watu wengi, hata kuna mtu mmoja nilimwambia, wewe kinachokusumbua ni kwamba umeweka vitu moyoni, unashindwa kuachilia. Unashika hichi, unadhani hii dunia ni mbinguni. Hii dunia inatawaliwa na muovu, na muovu anatumia watu, na hao watu wako kila mahali na hawatoisha. Kwa hiyo unachotakiwa ni kukubaliana na uhalisia, kuishi ukimtazama Yesu peke yake, ukimtegemea Yesu, na ukiachilia kila ambacho unaona kinakukosesha amani, kinakukosesha furaha. Na hata wakati fulani unaweka mipaka
ili uwe salama katika maisha yako. Lakini hiyo haimaanishi usishirikiane na watu, usiombee watu, ombea marafiki zako, ombea wanaokutendea ubaya. Mungu anataka tuishi hivyo. Kwa hivyo mpendwa rafiki yangu, ninakushauri sawa sawa na neno la Mungu ya kwamba achilia. Mafungu haya nimekusomea. Wafilipi 3 mstari wa 13 na 14, Waefeso 4 mstari wa 30 au 31 na kuendelea hapo. Ni mafungu ambayo yanatushauri kuachilia. Isaya sura ya 43 18 19. Mafungu haya yote yanatushauri kuachilia. Ukiachilia hasira, chuki na chochote ambacho vinyongo, visasi, ukiachilia utakuwa huru. Utafunguliwa, utaondoshea upofu na mateso yote. Kihisia, kimwili, kiakili, kiroho na kijamii utakuwa sawa. Afya yako ya akili itakuwa nzuri. Maana hata utakuwa tu ni mwenye furaha. Utakuwa na amani, utakuwa na utulivu. Mwili wako utaepukana na magonjwa mengi tu. Hisia zako zitakuwa safi. Hali yako ya kiroho itakuwa nzuri. Utasoma neno la Mungu, utaomba, utaimba, utashiriki shughuli za kiroho. Utafanya kazi ya Mungu na shughuli mbalimbali za kijamii zinazokusaidia kupata kipato. Kwa hivyo nikutie moyo leo, achilia. Mimi nimejifunza kuachilia. Ila kumbuka, hili sio tukio la siku moja. Ni process. Inachukua muda. Mungu akubariki. Leo uachilie. Baba, nakushukuru kwa ajili ya rafiki yangu huyu. Nimemtia moyo. Pengine kuna jambo fulani amelishikilia hajaliachilia. Leo ninamwombea. Msaidie aachilie. Ameumizwa kwenye mahusiano, ameumizwa kwenye ndoa, ameumizwa kwenye biashara na mahali pa kufanyia kazi. Ameumizwa kwa namna tofauti, lakini namwombea aachilie. Umpatie amani, umpatie na utulivu. Mapenzi yako yatimizwe katika maisha yake, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki sana. Jifunze kuachilia. Sio tukio la siku moja, ni process. Na Roho Mtakatifu akusaidie katika jina la Yesu. Amina.